Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kusalimu mtumishi wa Mungu popote ulipo kwa salamu takatifu za upendo wa Mungu. Nina kukaribisha tena katika kipindi chako pendwa, kipindi cha Tunu za Maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki iliyopita tumekuwa na mfululizo wa kipindi chetu ambacho tulikuwa tunazungumza kuhusu madhara ya uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka tuendelee tena. Wiki iliyopita tulizungumza ule mstari wa Mithali 6 mstari wa 32 kwamba mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, anafanya jambo ambalo litaiharibu nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo ninatamani tusogee tena kidogo katika kitabu kile kile cha Mithali, ile sura ya 6 mstari ule wa 33. Imeandikwa, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la mafundisho haya ni kutaka kukuonesha mambo ya msingi ambayo unapaswa kuwa na ufahamu nayo wa kutosha. Watu wengi hawana ufahamu wa kutosha kuhusiana na mambo mengi ya kwenye Biblia. Lakini kabla ya kuingia kwa kina kuhusiana na ule mstari wetu wa 33, nataka nikuoneshe tofauti ya uzinzi na uasherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapotazama neno uzinzi kwa muktadha wa kibiblia, tunazungumza au tunarejelea kuliangalia tendo la ngono kwa ujumla wake. Lakini tunapozungumza tofauti ya uzinzi na uasherati, tunataka kubainisha uzinzi kiuhalisia ni nini na uasherati kiuhalisia ni nini. Lakini wote tendo linalofanyika ni tendo la ngono au tendo la kujamiiana kati ya mwanamume na mwanamke. Naomba uelewe hapa, hakuna uzinzi kati ya mwanamume na mwanamume, wala hakuna uzinzi kati ya mwanamke kwa mwanamke. Tendo la ngono linaloitwa uzinzi ama uasherati linafanywa na watu wenye jinsi moja, jinsi mbili tofauti, yani mwanamke na mwanamume. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza tofauti ya uzinzi na uasherati, tunazungumza kwa habari mzinzi ni nani? Mzinzi ni yule ambaye ana mke wake ama watu waliounganishwa katika maana ya kukaa pamoja, mume na mke, kwa utaratibu ambao umetokea ama uliopo. Kibiblia ni lazima wewe na ndoa takatifu, lakini unaweza ukawa umefunga ndoa ya kimira, unaweza ukawa umefunga ndoa yoyote inayotambulika, kwa sababu tendo la ndoa ama ndoa maana yake ni makubaliano ya watu wawili wenye jinsia tofauti wanaoamua kukaa pamoja kama mke na mume. Hiyo ndio maana ya ndoa kiuhalisia. Lakini sasa hii ndoa imewekwa katika makundi tofauti tofauti. Kuna ndoa ya kimila, kuna ndoa ya Kiislamu, kuna ndoa ya Kikristo, kuna ndoa mbalimbali, lakini zinazojumuisha mtu mume na mtu mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kibiblia ni lazima iwe ndoa ambayo ina misingi ya kubarikiwa kanisani, kwa kupata baada ya ridhaa kutoka kwa wazazi, mnakwenda kanisani, mnafunga ndoa. Hiyo inaitwa ndoa takatifu ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hilo tendo la kujamiana ama linaloitwa ngono kwa Kiswahili chetu cha kisasa, kwa hiyo mtu aliyeoa ama aliye na mtu anayekaa naye pamoja, akaondoka mmojawapo akaenda kutafuta mwanamke mwingine ambaye sio wa kwake, hawakai pamoja kiutaratibu, hilo tendo sasa linaitwa uzinzi. Hilo tendo linaitwa uzinzi. Lakini wale ambao hawajaoana, huyu mwanamume hajaoa au mwanamke hajaolewa, na wakakutana wakafanya tendo hilo la ngono ama kujamiana, hilo linaitwa uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapozungumza na tukiangalia kiundani katika maandiko matakatifu, tunaona tendo la uzinzi ama kujamiana kusiko na utaratibu, hilo tendo Mungu amelikataa tangu zamani. Katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 20 mstari ule wa 14, Mungu anasema usizini.
Usizini ni moja kati ya katazo lililokatazwa katika zile amri 10 ambazo Mungu alimpa Musa kwa ajili ya wana wa Israeli. Katika mojawapo ya hiyo amri anasema usizini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anaweka wazi kwamba ni amri yake watu wasizini, yaani wasifanye lile tendo la kujamiana bila utaratibu halisi na sahihi unaotakiwa kuchukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati wa maisha ya Yesu huku duniani, yeye mwenyewe alizidi kufafanua juu ya namna gani Mungu anatazama tendo hili la uzinzi na jinsi ambavyo hapendi watu wakafanya tendo hilo. Katika Mathayo sura ile ya 5 mstari ule wa 27, Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 27 na wa 28, tunaona hapa jinsi ambavyo Yesu anajaribu kuwaelekeza watu. Mathayo 25, 27, 28 anasema, mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi ninawaambia kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Yeye hajajikita kwenye tendo tu, lakini anaanza kuonesha madhara yanapoanzia. Kumbe hata katika tamaa juu ya kumtazama mwingine, Biblia inasema tayari umekwisha kuzini naye. Kwa nini? Kwa sababu uzinzi unaanzia kwenye akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kuonesha jinsi ambavyo uzinzi ni tendo hatari kwa maisha ya mtu. Kipindi kilichopita tumesema kwamba mtu anayezini na mwanamke hana akili kabisa. Tukajifundisha tabia za watu wasio na akili, tabia za hasara za kukosa akili na mambo mengine kadha wa kadha katika ule mtiririko. Lakini Yesu hapa anaonesha kumbe uzinzi hauanzii kwenye lile tendo tu, unaanzia kwenye akili. Unapotamani tu katika ulimwengu wa roho, umekwisha kuzini na mtu huyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu sana. Haleluya. Kwa hiyo katika moyo wa mtu unaweza ukaanza kuzini. Kuna watu wengine hawajafanya tendo la ndoa lakini ni wazinzi, kwa sababu katika matamanio yao, katika kufikiri kwao, wanafikiri tendo hilo baada ya kuwatazama watu au baada ya kuvutiwa na hali fulani alionayo mwanamke. Kwa hiyo kwa nini Yesu anaonya kuanzia? Kwa sababu tendo la ngono hili la uzinzi katika kushiriki linaanzia katika mawazo. Kwa hiyo anatupa tahadhari kwamba tunapaswa tuwe makini hata kwa namna ya mambo tunayowaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inatuonesha kwamba uzinzi sio tu kitendo cha mwili, bali pia ni swala la moyo na mawazo. Uzinzi sio tendo tu la kimwili, bali ni tendo la moyo na mawazo. Kile unachokifikiria, Biblia inasema aonavyo mtu na nafsini mwake ndivyo alivyo. Kiwango, namna unavyoyatazama mambo katika moyo wako, ndio yanatoa picha halisi ya uhalisia wako jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo, mtumishi wa Mungu, tunapoendelea na hichi kipindi chetu, nataka nikwambie uzinzi ni tendo baya ambalo Mungu anachukizwa nalo. Basi kwa leo nataka tuishie hapa. Mungu wa mbinguni akubariki unapotafakari haya. Lakini nataka nikuombee. Lakini kuna uzinzi unaosababishwa na pepo kabisa. Pepo kabisa likikuvaa na kusababishia hali ya kupenda ngono. Nakumbuka mwaka mmoja tukiwa kule Korogwe, tumeenda kwenye uinjilisti. Mmoja kati ya wainjilisti wenzetu, tulipofika kulikuwa kuna dada mmoja ameokoka mzuri sana. Na yule dada alikuwa anampenda Mungu, lakini hatukumuona kwenye mazingira yale. Na tulipouliza habari zake, tukaambiwa yule dada ni mgonjwa karibu wiki nzima. Kwa hiyo tukasema tutakwenda kumwangalia baadaye. Lakini tulipokuwa tunaendelea kupanga mambo namna gani tutafanya mkutano wetu, wapi tutafanyia, kwenye vyombo vya vipi, basi mmoja wetu alikuwa akaona kwamba yeye ana huruma zaidi. Kwa hiyo akaondoka, kwa sababu alikuwa anafahamu kwao, akaenda mpaka kwao. Kwa bahati nzuri au mbaya, alipofika nyumbani akakuta familia nzima wameondoka, wameenda kwenye kilimo. Ilikuwa ni kipindi cha kilimo hicho. Kwa hiyo akakuta dada yule peke yake. Kweli hali yake haikuwa nzuri. Akakuta amekaa nje akiota jua pale nje. Alipomwona mgeni akafurahi, akaingia ndani. Alikuwa unajua alikuwa amejifunga tukanga hivi hapa kifuani na nyingine amejifunika.
Walipokuwa wameingia ndani, akamwambia, mpendwa, pole sana, tumesikia habari zako, lakini wenzangu nimewaacha wanaendelea na shughuli, kwa hiyo nikaona mimi nikimbie mara moja kuja kukuambia, lakini pia nikupe taarifa kwamba tumefika ili tuende tukafanye kazi ya Injili. Ile dada akafurahi, akamwandalia chai wakanywa, lakini kabla ya kuondoka, naomba uniombee ili labda nipate nguvu ya kwenda kwenye mkutano. Basi wakiwa peke yao sebleni pale, jamaa akanyanyua mkono aliposema, kwa jina la Yesu. Kumbe yule dada alikuwa na mapepo, akaruka juu. Aliporuka juu, alikuwa amevaa nguo moja, na bahati mbaya hakuwa amevaa nguo nyingine ndani. Ile kanga ikapanda usoni. Ilipopanda usoni, pale chini akaanza kufanya vitimbwi kama tendo la ndoa linavyofanyika. Yule jamaa ghafla akashangaa, naye ameingia akaanza kusakata rumba pamoja na yule dada katika swala hilo la tendo la ndoa. Kwa hiyo hayo ni madhara. Kwa hiyo kuna uzinzi unaosababishwa na mapepo. Ndio yale mapepo yanayokutokea usiku, unaota unafanya tendo la ndoa. Ni tabia hizo za uzinzi na uasherati. Mungu wa mbinguni atusaidie sana na atutie moyo na kuwa na hekima ya namna gani tunaweza tukakabiliana na changamoto hizo ambazo zinaweza kuleta madhara makubwa katika maisha yetu. Mungu akubariki popote unaponisikiliza, na akupe nia thabiti na njema ya kuupinga na kuukataa uzinzi kwa jina la Yesu. Ngoja niombe. Inawezekana umefika mahali umeshindwa kujitoa katika hiyo minyororo ya uzinzi, na wakati mwingine unajitahidi, lakini bila kufikiria unajikuta umeingia kwenye tendo hilo. Lakini mimi nataka niseme, Biblia inasema yote yawezekana kwake aaminie. Hebu amini leo, tuombe pamoja, na ninaamini Mungu anaweza akakutoa kwenye kadhia hiyo ambayo imekutesa na inatesa wengi katika jina la Yesu.